Mtakatifu. Amina. Mpendwa mtazamaji wa chaneli yako pendwa ya Vipaji Online TV na TV Tumaini, karibu tena katika kipindi chetu cha Tembea na Mama Maria. Na katika siku ya leo tutaangalia dogma ya tatu ya Mama yetu Bikira Maria iitwayo Bikira Maria mkingiwa dhambi ya asili. Kwa kosa la wazazi wetu wa kwanza, dhambi iliingia ulimwenguni na hivyo kutia dosari katika kazi nzima ya uumbaji hapa duniani. Kutokana na kasoro hiyo, ukombozi ulibidi. Ili ukombozi utekelezwe, sharti lazima mkombozi awepo. Ili mkombozi huyo aweze kukomboa ulimwengu, sharti lazima awe Mungu, kwani mwanadamu pekee hana uwezo wa kumkomboa mwanadamu mwenzake. Mkombozi huyo ataukomboa ulimwengu kwa njia ya mateso na kifo chake. Ili mkombozi huyo aweze kuteseka na hata kufa, sharti lazima awe katika hali ya uwanadamu, na hapo anapaswa kuwa na mwili kama wa mtu wa kawaida. Hapo ndipo tunapomtambua Kristo aliye mtu kweli na Mungu kweli. Sasa hapa alihitajika mwanamke aliyetayarishwa ili aweze kumzaa mtu aitwaye Yesu aliye katika hali ya kimungu. Sifa za mwanamke huyo sharti lazima: moja, asiwe na doa hata moja la dhambi, kwa sababu hawezi kuwa na dhambi kisha ambebe tumboni mwake Mungu mtakatifu akaye patakatifu pa patakatifu. Mbili, asiwe na doa hata moja la dhambi, ili anapaswa awe mweupe rohoni, ili mtoto Yesu asije akarithi udhaifu wowote wa kibinadamu na hivyo kupoteza sifa za kimungu za utakatifu. Tatu, awe bikira daima, mwenye kumzaa Yesu peke yake pasipo watoto wengine, kwani isingewezekana mama wa Yesu na mama wa wanadamu wote awe na watoto wengine atakaowapenda kuliko sisi wengine. Mwenye kustahili upendo wote wa Maria ni Yesu peke yake, kwa sababu yeye ni Mungu. Sisi sote katika hali ya usawa wetu tu wapendwa wa Mama Maria kiusawasawa, hivyo hawezi kuwa na watoto wengine atakaowapenda sawasawa na Yesu. Sisi atupenda kama watoto wake, lakini si kama Yesu Kristo. Kukingiwa dhambi ya asili kunatokana na hoja kwamba ili hayo yote yawezekane, sharti lazima huyo mama atakayemzaa Yesu akingiwe dhambi ya asili. Fundisho hilo lilileta utata na mgogoro mkubwa sana wa teolojia katika karne za mwanzoni, ambapo baadhi ya wanazuoni wa teolojia waliamini kuwa Bikira Maria alizaliwa na dhambi ya asili kama ilivyo kwa wanadamu wengine. Walijenga hoja hiyo kuwa ikiwa Bikira Maria hakuwa na dhambi yoyote, basi hakuokolewa, na kama hakuokolewa, basi Yesu hataitwa tena mkombozi wa wanadamu wote, kwani wangekuwepo ambao hawakuokolewa, naye mfano wangekuwa ni Bikira Maria, na huo ungeliweza kuwa ni uzushi mkubwa sana kwamba kuwa Yesu si mwokozi wa wanadamu wote. Ili kuepuka hilo, walijiaminisha kuwa Maria alikuwa na dhambi ya asili kama watu wengine tu, ili Yesu aitwe mwokozi wa watu wote. Alitokea padre mmoja Mfransiskani aliyejulikana kwa jina la John Duns Scotus, aliyekuja kulisaidia sana kanisa kutatua kitendawili hicho kigumu. Mwenye heri Duns Scotus alianza kusema kuwa Mungu huweza kutenda jambo hata kabla ya wakati wake. Alisema kuwa isingewezekana mama wa Mungu amkaribishe shetani ndani yake. Alitumia sentensi tatu za kifalsafa, yani syllogistic premises, kwa mujibu wa Aristotle, ambapo middle term ni dhambi ya asili kuwa
kwa kuwa Mungu alikuwa nao uwezo wa kumkingia Maria dhambi ya asili. Hiyo ni first premise B. Na kwa kuwa ilimpendeza sana Mungu kumkingia Maria dhambi ya asili. Hiyo ni second premise tatu au che. Hivyo Mungu alimkingia dhambi ya asili. Ndio conclusion au hitimisho. Swali liliibuka, hoja ya Duns Scotus kuwa Maria alikingiwa dhambi ya asili ikaibua swali kuwa, je, kama Bikira Maria hakuwa na dhambi, ni wazi kuwa Yesu hawezi kuwa mwokozi wa watu wote, kwani Maria asiye na dhambi anakuwa mtu pekee asiyeokolewa? Duns Scotus anajibu akisema kuwa Maria aliokolewa, naam, aliokolewa kwa kukingiwa dhambi ya asili. Mpendwa mtazamaji, tunaweza kuzungumzia kauli hii kwa mifano ya kawaida tu. Labda tuangalie namna mbili za kuweza kumwokoa mtu. Namna ya kwanza, kwa mfano, unaweza kumwokoa mtu anayeshambuliwa na majambazi kwa kupambana nao ana kwa ana, na kwa bahati nzuri ukawashinda na kumwokoa mhanga huyo. Lakini pamoja na kumwokoa mhanga huyo, tayari anakuwa ameshapata majeraha yaliyotokana na kushambuliwa vikali na majambazi hayo. Namna ya pili ni kumwokoa mtu anayepita njiani akitokea mahali fulani. Kama unajua kuwa maeneo ya mbele ya njia anayetumia mtu huyo kuna majambazi wanaovizia watu ili kuwashambulia na kuwapora vitu, basi utamshauri apite njia nyingine ili kuepuka kukutana na majambazi hayo. Sisi wanadamu tumeokolewa kwa njia ile ya kwanza, ambapo tulikuwa tayari tumekwisha kushambuliwa na majambazi hayo na kuokolewa. Pamoja na kuokolewa kwetu, bado tumebakiwa na majeraha yaliyotokana na kushambuliwa huko, na Kristo ametuokoa tukiwa tayari tumejeruhiwa. Lakini Bikira Maria ameokolewa kwa kutumia njia ile ya pili ya mtu kuelekezwa njia iliyo salama, ambapo yeye hakuguswa na dhambi, alipitia njia tofauti na hivyo kuepushwa na dhambi ya asili. Maamuzi ya kanisa yalikuwaje? Maelezo ya mwenye heri John Duns Scotus yalipokelewa na kanisa, na kwa kuzingatia hivyo, mwaka wa 1854 Papa Pius wa 9 alilitangaza fundisho la Bikira Maria mkingiwa dhambi ya asili kuwa dogma ya imani Katoliki. Miaka minne baadaye, yani mwaka 1858, Bikira Maria alimtokea Mtakatifu Bernadeta katika pango la Lourdes na kumtamkia, mimi Bikira Maria mkingiwa dhambi ya asili. Fundisho la imani kuwa Bikira Maria ni mkingiwa dhambi ya asili linafungamana kwa pamoja na fundisho la imani la kupalizwa kwake mbinguni, kwamba ule mwili ambao haukuwa hata na doa la dhambi, ule mwili uliombeba Mungu tumboni, haustahili kabisa kuozea kaburini. Hapa kuwepo na sababu yoyote ya mwili wa Bikira Maria kuozea kaburini. Ule ni mwili usio na doa. Kwa kuwa Bikira Maria kwa hiari yake alikubaliana na mpango wa Mungu wa kumchukua mimba mwana mpenzi wa Mungu na kumzaa, basi alistahili zawadi kubwa. Baadhi ya zawadi hizo ni: moja, Bikira Maria alikuwa mwanadamu wa kwanza kuokolewa, ambapo aliokolewa kwa kukingiwa dhambi ya asili. Ilimpendeza Mungu kuwa mwokozi wa ulimwengu, ajapo kuwaokoa wanadamu wote, aanze kumwokoa kwanza mama yake mzazi. Mungu alijua kuwa Bikira Maria atakapopokea ujumbe wa malaika wa kumzaa Yesu atakubali. Hivyo Mungu akaamua kumwokoa yeye kwanza kabla ya watu wote. Pili, zawadi ya pili, alipewa heshima ya kuokolewa kwa njia tofauti na yetu sisi wengine. Wakati sisi sote tumeokolewa tukiwa tumekwisha kujeruhiwa na dhambi ya asili, Bikira Maria ameokolewa kwa kukingiwa
dhambi ya asili, yaani ameokolewa hata kabla hajapatwa na dhambi. Tatu, zawadi ya tatu ilikuwa ni kubadilishwa mbinguni mwili na roho. Mtakatifu Thomas Aquinas, padre na mwalimu wa kanisa, anafundisha kuwa si makusudi ya Mungu wala mpango wake kwamba mwili na roho ya mwanadamu vitengane na hivyo mwili kuharibika. Mungu alimuumba mwanadamu akiwa na mwili na roho. Kutenganika kwa mwili na roho na hatimaye mwili kuoza na kuharibika ni matokeo ya dhambi, wala si mpango wa Mungu. Mwili wa Bikira Maria haukuozea kaburini kwa sababu hapakuwepo na sababu ya mwili wa mama wa Mungu asiye na hata doa la dhambi, yaani makulata, ukaoze na kuharibika. Bikira Maria alichukuliwa na malaika akiwa katika mwili na roho, na hivyo kupokelewa mbinguni ambako alivikwa taji ya kimalikia akawa malkia wa mbingu. 4. Zawadi ya 4, alishirikishwa kazi ya kumkomboa mwanadamu. Kwa kukubali kuwa mama wa Yesu, ilimbidi akubali kupokea mateso yote tokea kumchukua mimba hadi Yesu alipopaa mbinguni. 5. Kwa kukubali kushiriki mateso ya Kristo, maana yake alikubali kuwa malkia wa mbinguni na duniani. 6. Bikira Maria ni mama wa mataifa yote. Bikira Maria ni mama wa nchi ya Tanzania. Mnamo tarehe 8 mwezi Disemba mwaka 1961, Papa Yohane wa 23 aliiweka nchi yetu ya Tanganyika, yaani Tanzania, kuwa chini ya usimamizi na uangalizi wa Bikira Maria, mkingiwa dhambi ya asili. Mama huyu Bikira Maria ni mwombezi wetu, mlinzi wetu na mfariji wetu. Mungu Mwenyezi anataka kanisa la mwanaye lifanane na Bikira Maria, tuwe bila hata doa la dhambi. Mungu anataka kulivisha kanisa lake vazi la utakatifu wa Maria. Yesu mwenyewe pale msalabani alitueleza mpango huu wa Mungu alipotukabidhi mama yake kuwa mama yetu, na alimkabidhi mama sisi sote kama watoto wake. Tumpokee basi mama Bikira Maria na tuige mfano wa maisha yake, tukiwa na ibada hai kwake na kujifunza fadhila zake. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kipindi kijacho tutaangalia dogma ya mwisho ya Bikira Maria, ambayo ni Bikira Maria alizaliwa mbinguni. Na baraka ya Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu washukie na ukaa nani daima.